Watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Leo ni Jumapili ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku ya kuhitimisha kipindi cha Krismasi. Leo tunahitimisha Krismasi kwa sababu Yesu anayebatizwa ameshakuwa mtu mzima, sio tena mtoto. Kwa hiyo tunamaliza Krismasi leo na tunaanza kipindi cha mwaka cha kawaida kuanzia leo jioni. Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki tunaambiwa ubatizo kwanza unatufutia dhambi ya asili, la pili unatuondolea dhambi nyingine ndogo ndogo tulizofanya sisi hata kubwa. Sasa tunajiuliza, kwa nini Yesu alibatizwa wakati hakuwa na dhambi ya asili wala pengine hakuwa na dhambi nyingine yoyote? Sasa alibatizwa kwa nini? Tutaangalia mambo machache. La kwanza ni kwamba Yesu alibatizwa ili atakase maji yaweze kufaa kwa ajili ya ubatizo wa watu wote. Kwa hiyo maji kuanzia wakati ule yanafaa kwa ubatizo, tukiyabariki tunabatiza. Lakini la pili, Yesu alisimika rasmi sakramenti ya ubatizo kuanzia siku hiyo, ambayo ni kilele, kimsingi ni msingi wa sakramenti zote hapa katika kanisa. Huwezi kupata sakramenti nyingine yoyote kama hujabatizwa. Kwa maana ukija kufunga ndoa au ukija kwa mafundisho wa kwanza kwa imara, tutachunguza kwanza ubatizo wako. Tukigundua umebatizwa, basi ndio tuanze kujenga sakramenti nyingine juu ya hii ya ubatizo. Lakini la pili na la msingi ni kwamba Yesu alibatizwa ili atambulishwe rasmi. Mtakumbuka kwamba Yesu alizaliwa kwenye zizi la kondoo kwa sababu alikuwa mwana kondoo wa Mungu. Lakini hilo ilikuwa tatizo kwa sababu watu wengi walikuwa wanazaliwa njiani pia. Hata mimi niliwahi kumpa lift mtu kwenye gari yangu. Mama mmoja alikuwa na kusema uchungu wa kujifungua. Nilikuwa namkimbiza kliniki, kana naye njiani, watu wakaniomba kumpakia, tukamkimbiza akajifungulia kwenye gari langu. Sasa sijui aliita mtoto wake Suzuki, na hilo gari lilikuwa Suzuki. Lakini hata kuna mwingine, binti mmoja mwanafunzi wetu alipata uchungu, wakamkimbiza, wakachukua bajaji wakamkimbiza hospitali, akajifungulia kwenye bajaji, naye mtoto wake akaitwa bajaji. Kwa hiyo sehemu mtu alipojifungulia kama Yesu alivyozaliwa kule Orini haikuwa ishu sana. Alikuwa mtu wa kawaida, akakuwa kama mtoto wa seremala na akajifunza kazi ya useremala, akamsaidia baba yake kazi. Kwa hiyo watu walikuwa wanafahamu kama mtoto wa seremala. Lakini alipobatizwa pale siku ile ndipo alipotambulishwa kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Angalia, alipobatizwa mbingu zilifunguka. Nafsi ya tatu ya Mungu, Roho Mtakatifu akashuka kama ua. Nafsi ya kwanza, Mungu Baba, akatamka waziwazi, huyu ni mwanangu mpendwa wangu naye pendezwa naye. Kwa hiyo ni mara ya kwanza Yesu akiwa duniani anatambulishwa kwamba ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Kristo amebatizwa ili atambulishwe rasmi kama mwana wa Mungu, si tena mwana wa seremala. Lakini la tatu na la mwisho ni kwamba Kristo alibatizwa ili asimikwe rasmi na aanze majukumu yake. Ninyi leo mtafanya uchaguzi wa viongozi, lakini hawawezi kuanza kazi mpaka wasimikwe, si ndio jamani? Na hata mkichagua rais, hata akijichagua, hata mkimchagua, lazima asimikwe ili hawezi kuanza majukumu, si ndio? Sasa kiongozi lazima asimikwe, na Kristo alisimikwa kwa kutumia hii sakramenti ya ubatizo. Alipobatizwa na Yohani, ubatizo ule ambao hakuhitaji, lakini ilikuwa ni kusimikwa rasmi aweze kuanza majukumu yake. Ndio maana baada ya kutoka pale alienda katika sinagogi, akafungua kitabu cha nabii Isaya sura 61, akasoma aya ya kwanza hadi ya 3.
Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiri maskini habari njema, wafungwa uhuru, wenye huzuni furaha. Na maneno haya yametimia leo. Watu wakashangaa, lakini ndio kazi imeanza pale. Kazi ikaanza moja kwa moja. Ndugu zangu, tunapotafakari ubatizo wa Kristo na sababu zake, tunatafakari juu ya ubatizo wetu. Wengi wetu hapa tumebatizwa, ni wazi ni wabatizwa. Tujikumbushie machache. Kanisa limeweka tufanye sherehe hii kila mwaka ili kujikumbusha kwamba sisi ni wabatizwa na majukumu ya ubatizo wetu. Tuangalie machache. La kwanza ni kwamba ubatizo tuliambiwa unatutia muhuri wa Roho Mtakatifu, muhuri wa moto, muhuri usiofutika kamwe. Yaani unatuandika jina kutoka mbinguni. Sasa sisi ni wa Mungu, tunaonekana. Watoto wadogo mnaona wakienda shuleni, hata ninyi mlikuwa watoto wakati fulani na mlisoma shule, mko wengi kule shuleni. Madaftari yako unafanyaje ili yajulikane ni ya kwako? Unaandika jina, si ndio? Wewe unaitwa nani? Bella, Mary. Tena sio Mary peke yake, maana Mary wanaweza kawa wengi, si ndio? Unaandika Mary Agusti. Tena ikiwezekana basi Mary Agusti Kileo, yaani ijulikane kabisa haya madaftari ni fulani. Kwa hiyo ukienda kucheza kule, ukiwa njiani ukaanza kucheza ukaacha mfuko huko ukapotea, wakiokota wanajua hii ni mali ya Mary Agusti, si ndio jamani? Sasa ulivyobatizwa ulipewa jina, imeandikwa jina Mary Agusti Leo kwa mfano. Na wewe una majina yako matatu, hebu yataje. Taja majina yako matatu. Sijasikia hata moja wala sijaelewa, kwa sababu kila mtu ametaja majina matatu tofauti, si ndio jamani? Lakini ni ya kwako na Mungu anakujua kwa hayo majina. Kwa hiyo ukipotea anajua. Kwa hiyo ukiwa unatembea ukaenda zako ukapata hela kidogo, ukanywa vizuri, ukalewa, ukaanguka kwenye mtaro, anakuona kule kwenye mtaro na majina yako, kwa sababu wewe ni mali yake. Ukienda magereza anakuona kule gerezani, na ukienda magerezani kuna Wakristo wengi tu na majina yao, lakini Mungu anasikitika na waona kule gerezani hawa wamepotea. Ni kweli, hata kama wengine wanaonewa, lakini kuna wengi ambao wanafanya makosa na wanaenda kule na ni Wakristo. Lakini baya kabisa, hata ukienda kuzimu, mimi sijawahi kwenda kuzimu na naomba Mungu nisiende, na nawaombea ninyi msiende hata mmoja, lakini kadiri ya ngano za watakatifu na watu ambao walifunuliwa ni kwamba kule kuzimu kuna Wakristo. Kwa hiyo Mungu anaangalia kabisa, anaona yule ni kwangu, ni Mary, huyu hapa ni John, ni James, ni Jacob, ni Baltazari, wako kule kuzimu. Kwa hiyo wamepotea na anaona. Kwa hiyo ukipotea uliyebatizwa, Mungu anakuona na anaona. Jambo lingine ni kwamba unapobatizwa unapewa majukumu haya matatu ya unabii, ukuhani na ufalme. Unabii ni jukumu la kufundisha dini. Bahati mbaya kwenye kanisa Katoliki, ninyi mnafikiri kwamba kazi ya kufundisha dini ya mapadri, ya masista na makatekista tumewaachia hiyo. Mtakachofanya ni kuwategemeza Jumapili, tunawaletea mapapai, tishu, matango na karoti, lakini hata na hela kidogo kwa ajili ya nyama, wakahubiri huko Injili. Sisi haituhusu. Lakini jukumu la kuhubiri Injili linaambatana moja kwa moja na ubatizo. Haya majukumu matatu ya unabii, ukuhani na ufalme yanaambatana. Kwa hiyo ukishabatizwa lazima ufanye hiyo kazi. Sasa unaweza usifanye kwa kiwango tunachofanya sisi cha kusoma misa au kuja kufundisha watoto hapa siku ya sijui mnafundisha Jumanne na Jumamosi. Utafanya pale ulipo, pale nyumbani kwako. Kama wewe ni mke wa mtu, unamfundisha mume wako dini, unafundisha na watoto, kwa sababu wewe ndio katekista wa familia. Kama ni mume, wewe ndio padri wa familia, unafundisha mke wako dini, unafundisha na watoto wako. Kwa sababu sina hakika kila unachofahamu cha Kikristo na mke wako anafahamu, au kila unachofahamu mume wako anakifahamu chote. Mnafundishana, mzungumze mambo mengi, ili watoto sasa
muwe mmewalea katika msingi wa dini, wawe wazuri, yaani wakitoka kule nao wanakuwa ni injili inayotembea, wanasomeka vizuri. Kuna vitoto siku hizi vinatuletea giza huku barabarani. Ukikuta watoto wanacheza mahali, unaweza kusikia wanatamka matusi ambayo hujawahi kusikia hata watu wazima wakitamka. Sasa unajiuliza, haka katoto kamejuaje jambo hili? Kamechota giza nyumbani kwa baba na mama, kwa sababu baba akija amepinda, mama anapinda zaidi, zinaanza kupigwa na matusi. Katoto kanachota kule ile sumu, anatuletea huku barabarani. Kwa hiyo mtoto anahubiri injili ya shetani kwa sababu sisi tumemruhusu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuhubiri hapo nyumbani, hapo pawe mbinguni, kambingu kadogo kazuri, yani amani ya kutosha, basi injili inaenea kwa kila kiumbe. Hata kuku watajua hiyo injili, paka watafurahia hiyo injili, na maisha yataenda vizuri, na wewe utastawi, wala utapata stress na utakufa kwa sukari, katika jina la Yesu. La mwisho, kwa sababu ya muda, ni kwamba leo tunapofanya sherehe ya ubatizo wa Bwana, tunapojikumbushia sherehe ya ubatizo wetu, tunaalikwa kufanya sherehe. Usiniangalie vibaya kama hamna hela ya kufanya sherehe. Nenda nyumbani leo mkapike wali au pilau, nunua soda na vinywaji vingine, mle vizuri, kwa sababu kila mmoja amebatizwa hapo nyumbani. Ni sherehe, ni sikukuu. Na mzungumze mambo ya Mungu leo, kwamba ubatizo na tukumbusha haya. Kuna mahali tulifeli mwaka uliopita, hebu tuanze upya. Tutaishije? Mbinu gani tutumie kuishi ubatizo wetu vizuri? Kwa hiyo na washauri wale mlioko hapa na wengine, muende mpike vizuri. Mama apike vizuri, yani afunge kanga, apike kweli kweli, apike kabisa. Alafu baba mnunue vinywaji. Watoto kama wanakunywa soda, wanywe soda 2. Kama baba anakunywa bia, unywe bia 2 tu, usinywe zaidi. Alafu mfurahi kabisa, lakini mnywe kwa hela yenu. Msifu Yesu Kristo.